Katika historia ya Tanzania, kujiuzulu kwa viongozi waandamizi wa nchi sio tukio la kwanza. Aaron, ambaye ni wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa na mwanahistoria, anaeleza utaratibu utakaofuata baada ya makamu wa rais kujiuzulu rasmi. Katiba imejieleza wazi. Ukisoma ibara ya 50 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2008 inasema pindi ambapo kiti cha makamu wa rais kinakuwa wazi kwa sababu zilizoainishwa kwenye ibara ya 50 ibara ndogo ya pili, ambayo imeelezea sababu ambazo zinaweza kufanya nafasi ya makamu wa rais kuwa wazi, ikiwemo kujiuzuru kama alivyofanya Balozi Dr. Nchimbi. Kinachotakiwa kufanywa sasa kwenye sheria hiyo inaeleza kwamba inabidi Mheshimiwa Rais ndani ya siku 14 tangu ambapo makamu wa rais atakuwa amejiuzuru. Kwa mantiki hiyo inamaanisha kwamba makamu wa rais ameandika tarehe rasmi ambayo itahesabika kuwa amejiuzuru kwa ni tarehe 4 Septemba. Kwa hiyo kwamba kuanzia tarehe 4 Septemba hesabu siku 14 mbele, ina maana mpaka tarehe 18 mwezi Septemba rais anatakiwa apendekeze jina la mtu ambaye anamteua kwa makamu wa rais, anamnominate. Na akishaandika hilo jina au akishapendekeza hilo jina linatakiwa kupelekwa bungeni kwenye National Assembly, ambapo bungeni sasa bunge litatimiza wajibu wake wa kikatiba wa kumuidhinisha makamu wa rais mteule ambaye ameteuliwa na Mheshimiwa Rais. Sasa hapo bunge linapiga kula, tunapata majority vote, akili iwe kubwa kwamba wanaomtaka na wanaomkubali ni wengi kuliko wale ambao hawamtaki. Mara mbili inakuwa ni 2 ya 3 ya wabunge wote walioko kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wabunge, process itakayofuata ni kupigia kula jina, na wabunge endapo watajiridhisha kwamba anafaa na kumkubali kwa kura nyingi, kinachofanyika sasa kwa mujibu wa ibara hiyo ni makamu wa rais kutangazwa rasmi, lakini pia anaenda kuapishwa na anaapishwa na Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kushika rasmi majukumu yake kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika historia yetu sisi kama nchi, hili swala sio la kwanza. Mara ya kwanza kabisa ilitokea mwaka 84 kama sijasahau vizuri. Tulikuwa na makamu wa rais Mheshimiwa Abdu Jumbe kutoka Zanzibar, ambaye alihudumu kwa nafasi hiyo kuanzia mwaka 1972 mpaka 1984. Alijiuzuru. Baada ya kujiuzuru, utaratibu huu ulifuatwa na alieleza pia sababu za kujiuzuru kwake katika barua ya kujiuzuru kwamba anajiuzuru kwa sababu ambazo inaelekea kwamba lilikuwa ni shinikizo kwa upande wake kwamba hakuweza kukubaliana yeye pamoja na matakwa ya chama chake. Alikuwa ni muumini wa serikali 3, lakini chama chake ambacho ni Chama cha Mapinduzi by then kilikuwa kinaamini katika mfumo wa serikali 2, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo yeye alipingana pale na serikali kipindi hicho akiwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo aliandika barua ya kujiuzuru kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akajiuzuru na maisha mengine yakaendelea. Lakini pia Daktari Philipo Isdori Mpango ni moja kati ya watu ambao pia waliwahi kuomba kujiuzuru. Nadhani tuliona ni recent sana. Aliomba kujiuzuru kwa sababu alisema sasa umri umeenda, anatakiwa kutulia, alee wajukuu na maisha mengine yaendelee. So sio jambo la kwanza kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujiuzuru. Ni swala ambalo limetokea mara kadhaa katika nchi yetu, na katiba yetu vile vile inatoa uhuru, freedom. Kujiuzuru maana yake ni matakwa yako, umependa kwamba mimi sasa naona nipumzike kwa sababu A, B, C, D, E. Na katiba sasa, ndio maana tunaona kwenye barua ya Nchimbi amesema kwamba anamtaarifu Mheshimiwa Rais. Asemi kwamba anamuomba kujiuzuru, anamtaarifu. Tafsiri yake ni kwamba hakuna access ya yeye kuzuiwa kujiuzuru. Ina maana yake yeye kujiuzuru kwake haruzuiwi na mtu yoyote, kwa sababu ile ni haki yake. Anaweza kuwa kiongozi, lakini pia anaweza akaamua kutokuwa kiongozi yeye mwenyewe. So amemtaarifu Mheshimiwa Rais. Basi kitakachofuata ni mchakato tu mzuri wa kisheria ambao ni kufuata process nilizokueleza kwa mujibu wa ibara ya 50 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili aweze kupatikana makamu wa rais mwingine ambaye atalitumikia taifa letu.